Bana, stori kubwa ambayo inaendelea kufanya vizuri katika mitandao ya kijamii na stori ambayo imeweza kuwa kubwa sana ni stori inayoendelea kati ya sakata la klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco pamoja na klabu ya Simba Sports Club kuhusu mchezaji Selemani Mwalimu. Na klabu ya Simba Sports Club ilijitokeza na kuweza kutoa taarifa katika mitandao yake ya kijamii kuwa imefanikiwa kumwongezea mkataba wa mwaka mmoja mchezaji wao pendwa, mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez. Na baada ya taarifa hiyo kuweza kupostiwa katika mitandao ya kijamii, baada ya muda kadhaa, klabu ya Wydad Casablanca kutokea Morocco kupitia mitandao yake ya kijamii ikaja ikakanusha taarifa hiyo kwa kusema kuwa haina makubaliano yoyote yaliyotokea kati ya Simba Sports Club na Wydad na haitambui mkataba huo wa Simba kumwongezea mchezaji huyo Selemani Mwalimu, na inamtaka Selemani Mwalimu aweze kurudi katika klabu yao kwa haraka sana, kwani wanamhitaji sana na ni sehemu ya mipango ya timu yao. Lakini mwisho wa siku wakasema wanaweza wakachukua hatua stahiki kuweza kuhukumu klabu ya Simba kwa kuweza kumpa mchezaji wao mkataba usio halali. Sasa Wydad anapata wapi nguvu ya kuweza kutoka mbele na kutoa taarifa kwa umma kuwa haina makubaliano yoyote na Simba Sports Club kuhusu kumwongezea mchezaji Selemani Mwalimu mkataba wa mwaka mmoja? Ni kwamba kuna issue inaendelea katika klabu ya Wydad sasa hivi. Ni kwamba kuna mabadiliko ya uongozi katika klabu ya Wydad Casablanca. Ni kwamba tarehe 21 mwezi wa 7 klabu ya Wydad Casablanca iliweza kufanya uchaguzi. Iliitisha mkutano lakini pia ikafanya uchaguzi na kufanya mabadiliko ya uongozi na ikamteua rais mpya wa klabu hiyo. Kwa hiyo sasa hivi klabu ya Wydad iko chini ya uongozi mpya. Sasa huenda kulikuwa kuna makubaliano kati ya Simba Sports Club na klabu ya Wydad, kwa sababu nadhani Simba ni klabu professional sana, inaendeshwa na viongozi ambao ni professional. Haiwezi ikamtambulisha mchezaji tu from nowhere, kwa sababu inajua si mchezaji wake na inamchukua mchezaji kwa mkopo. Kwa hiyo haiwezi ikamtambulisha tu kiselasela, ni lazima ifate utaratibu. Sasa huenda kulikuwa kuna makubaliano kati ya Simba Sports Club na klabu ya Wydad, lakini sasa hayo makubaliano walikubaliana wakati gani na walikubaliana na nani? Nimeangalia taarifa nyingi za waandishi wengi zinasema kulikuwa kuna makubaliano kati ya Simba na Wydad, na kwamba klabu ya Simba na Wydad zilifikia makubaliano ya kwamba ikiwa itamuongezea Selemani Mwalimu mkataba huu mpya sasa huu wa mwaka mmoja, itapaswa kulipa dola 50,000. Sasa huenda klabu ya Simba Sports Club ilifanya makubaliano na uongozi uliopita wa Wydad, sio uongozi huu. Kwa huenda ilifanya makubaliano, lakini sawa, ilifanya makubaliano na uongozi uliopita, lakini kuna kitu kinaitwa transfer agreement. Kuna mkataba walitakiwa wausaini kati ya klabu na klabu, mkataba wa makubaliano wa Wydad kuweza kumruhusu mchezaji Selemani Mwalimu kutoka kwa mkopo. Ulipaswa usaini. Je, Simba ilisaini mkataba huo? Kwa hiyo Simba imesema itakagua email zake ziangalie hizo taarifa kwamba mawasiliano makubaliano yalivyokuwa, lakini wakati inakagua make sure kwamba ilisaini mkataba wa transfer agreement kati ya klabu na klabu, yani Wydad na Simba walisaini mkataba wa makubaliano kuhusu mchezaji Selemani Mwalimu, kwa sababu hapo ndo panapoonekana klabu ya Wydad inapata power kuhusu mkataba huo. Ni kwamba uongozi mpya wa Wydad chini ya rais mpya huyu anayekuja, unavyoingia madarakani, ina maana sasa hivi uongozi ulivyoingia madarakani, kitu cha kwanza ambacho wanatakiwa kufanya, wanakagua mikataba yote iliyosainiwa kisheria pekee. Wanakagua ile mikataba yote kuangalia mchezaji gani mikataba inaisha, yani mikataba ya wachezaji gani inaisha, waweze kuwaruhusu. Mchezaji gani labda ni muhimu kwenye klabu, mkataba wake unaisha, tumuongezee. Lakini labda wachezaji gani mikataba yao ni mikubwa lakini uchumi wa klabu labda hauruhusu, tuangalie utaratibu, aidha tuwauze ama tuwatoe kwa mkopo. Umeona, wachezaji gani labda hawapati muda sana wa kucheza kwenye klabu yetu, tuwatafutie timu nyingine iweze kucheza. Kwa hiyo klabu lazima ipitie mikataba yote. Sasa huenda labda kwenye kukagua hiyo mikataba wakagundua kuwa hakuna mkataba uliosainiwa kati ya Simba Sports Club na Wydad. Huenda labda kwenye kukagua hakuona huo mkataba kati ya Simba Sports Club na na Wydad, ila kulikuwa kuna makubaliano tu kati ya Simba Sports Club na Wydad.
ambapo hicho ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu mkataba ndio ulikuwa unamata. Kama Simba na Wydad wangekuwa wamesaini mkataba, basi Simba angekuwa ana power ya kusema kwamba bwana, mkataba tulisaini na mkataba huu hapa. Kwa hiyo Simba angekuwa na nguvu ya kumbakisha Selemani Mwalimu Sports katika klabu yao. Sasa ina maana mkataba hakuna, huenda mkataba haupo, kwa ndo maana Wydad anapata power ya kusema kwamba huyu ni mchezaji wetu na hatutambui huo mkataba ambao mmempa mchezaji wetu na tunamhitaji mchezaji wetu harudi. Sasa tunajua kabisa uongozi ukiwa mpya katika klabu kuna mabadiliko mengi huwa yanatokea, na moja kati ya mabadiliko ya uongozi mpya wa Wydad ni kwamba uongozi unavyokuja lazima utaleta kocha mpya na benchi la ufundi jipya. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kina asilimia kubwa kwamba uongozi huu umekuja, rais mpya ni lazima ataleta kocha mpya na ataleta benchi la ufundi jipya. Sasa atakapoleta kocha mpya, ina maana Wydad wataangalia wachezaji wake halali wote aliokuwa nao na kuweza kumpa Mwalimu, bwana Mwalimu, wachezaji wetu halali ni hawa tulionao, akiwemo na Selemani Mwalimu. Angalia wanaokufaa, kama watakufiti kwenye mipango yako wabaki, kama hawakufiti tuangalie utaratibu, iza tuwauze ama tuwatoe kwa mkopo. Na ndio maana ile barua ya Wydad inaelezea kwamba inamtaka Selemani Mwalimu arudi kwenye klabu yake, kwa sababu klabu bado ina mipango naye. Kwa ina maana kuna asilimia kubwa kwamba uongozi mpya unaweza kuleta kocha mpya, kwa kocha mpya atatakiwa kuangalia wachezaji waliopo kwa sasa ambao wana mikataba na Wydad, kama watafiti kwenye mipango yake wabaki, kama wafiti waangalie utaratibu mwingine. Lakini pia uongozi ukiwa mpya, ina maana huenda makubaliano ya Simba Sports Club labda na uongozi uliopita walikubaliana kiasi cha $50,000. Uongozi huu mpya ukija, ina maana wanaweza kusema hapana bwana, $50,000 ni ndogo sana, hebu ongezeni kidogo, hii ni ndogo sana, haitoshi kulingana na hadhi ya mchezaji na performance yake, ameweza kuwasaidia. Kwa hiyo hapana bwana, hebu ongezeni kidogo. Kwa hiyo uongozi mpya unakuja na mabadiliko yake. Kwa ndo vitu kama hivyo. Sasa nini Simba wanatakiwa wafanye? Kwa ikitokea labda Simba umepitia zile email zote na hakuna mkataba ambao unaonesha makubaliano kati ya klabu na klabu, yani Wydad na Simba, nini Simba wanatakiwa wafanye ili waweze kumbakisha Selemani Mwalimu? Kitu wanachotakiwa wafanye Simba ni kwamba watatakiwa waanze process upya, kwa sababu uongozi umebadilika. Makubaliano waliokubaliana mwanzoni ni huenda walikubaliana na uongozi uliopita. Kwa hiyo sasa hivi watatakiwa waanze upya, maana kuna uongozi mpya. Kwa wataanza approach upya kuweza kuomba huduma ya mchezaji, wakubaliane tena bei ya kuweza kumtoa mchezaji huyo. Kisha sasa nadhani kwa mchezaji haitakuwa na shida, kwa sababu makubaliano ya mchezaji na klabu tayari yashakuwa wazi. Kwa nadhani issue iko kule kwenye Wydad. Kwa Simba wanatakiwa warudi chini tena na kuanza upya, process upya, kwa sababu uongozi wa Wydad umebadilika na makubaliano waliokubaliana mwanzoni yalikuwa ni ya uongozi uliopita. Sasa hivi kuna uongozi mpya. Kwa hiyo ndo issue nzima inayoendelea kati ya Wydad na Simba Sports Club. Sasa ngoja tusubiri upande wa Simba na wenyewe wanasema nini, kwa sababu uongozi upande wa Wydad wameshatoa tamko lao. Ngoja tusubiri na upande wa Simba na wenyewe wanasema nini, kwamba je, walisaini ule mkataba wa transfer agreement? Je, ilikuwa nini? Waliongea na uongozi upi, huu uliopo ama ule uliopita? Tusubiri tuone itakuwa vipi, maana tusihukumu kwa upande mmoja tu. Tusubiri na Simba na wenyewe wanasemaje kwanza, kisha ndo tutatoa conclusion kwamba iko vipi. Mimi naitwa Denga Spells in Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye mitandao ya kijamii kuendelea kupata update kama hizi ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote. Until next time, goodbye.